Mambo vipi ndugu mwanamichezo popote pale ulipo? Karibu kwenye kituo chako pendwa na namba moja cha habari za michezo na burudani ambacho kinakuletea habari zote muhimu zinazojiri kwenye soka letu la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Leo tunayo habari kuhusiana na thank you aliyopewa kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club pamoja na wasaidizi wake wawili ambao walisafiri pamoja kutokea Gaborone United kuja Simba Sports Club. Yes, kocha Dimitar Pantev amepewa thank you. Kuna mengi sana yamejiri kwenye video hii, tutakuelezea A to Z sababu ya kocha Dimitar Pantev kupata thank you ya mapema kabla ya Christmas. Yes, lakini kama haujasubscribe nikukumbushe tu ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi muda wote tunapoziweka kwenye mtandao wa YouTube. So habari kubwa inahusiana na uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Jana tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2025, uongozi wa klabu ya soka ya Simba umetoa taarifa kwa umma. Taarifa ambayo inasema uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club umefikia makubaliano ya pande zote mbili na kusitisha mkataba wa meneja mkuu Dimitar Pantev pamoja na wasaidizi wake wawili. Kwa sasa kikosi kitabaki chini ya kocha Suleiman Matola wakati mchakato wa kutafuta kocha mwingine unaendelea. Hii taarifa imetolewa na bodi ya wakurugenzi Simba Sports Club. So tuangazie ni zipi sababu ambazo zinamfanya kocha Dimitar Pantev anaondolewa mapema ndani ya kikosi cha Wanamsimbazi. Yeah, sababu kubwa inaonyesha ni kufungwa. Sababu kubwa inaonyesha ni kuto kupata matokeo mazuri kwenye michezo ya kimataifa. Yes, kocha Dimitar Pantev toka amefika kwenye klabu ya soka ya Simba Sports Club amecheza michezo 4 ya kimataifa. Kwenye michezo hiyo 4, kocha Dimitar Pantev amefanikiwa kushinda mchezo mmoja tu wa kimataifa huku akipoteza michezo 2 na kupata suluhu moja. Jambo ambalo kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club imekuwa agharabu sana kupoteza michezo mingi kwenye michezo ya kimataifa. Tutakumbuka Simba Sports Club baada ya kumtoa Gaborone United na kumsajili kocha Dimitar Pantev, yes, walienda kukutana na Nzinginzini Hotspurs ambapo klabu ya soka ya Simba Sports Club walifanikiwa kushinda goli 3 kwenye mchezo wa away, lakini walipokuja Tanzania kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa klabu ya soka ya Simba ilishindwa kutamba na kupata suluhu. Lakini tukienda kwenye michezo ya hatua ya makundi, klabu ya soka ya Simba Sports Club mpaka hivi sasa imepoteza michezo yote 2 ambayo imecheza chini ya kocha Dimitar Pantev. Wamecheza dhidi ya Petro Atletico de Luanda, lakini klabu ya soka ya Simba walilala kwa goli 1-0 na kufanya kupoteza alama 3 kwenye uwanja ambao ni agharabu sana kwa klabu ya soka ya Simba kufungwa. Lakini mchezo wa pili ambao Simba Sports Club wamepoteza kwenye hatua ya makundi ni mchezo dhidi ya Stade Malien ambao klabu ya soka ya Simba alikubali kichapo cha magoli 2-1 kule nchini Mali. So hizi ndizo rekodi ambazo zinamfanya kocha Dimitar Pantev anakuwa nje ya machaguo ya kikosi cha Simba Sports Club kwa sababu vision ya Simba Sports Club ni kufika nusu fainali ya michuano hii, na kwa namna ambavyo wameanza mpaka hivi sasa hakuonyeshi dalili yoyote ya kufika nusu fainali. So uongozi wa klabu ya soka ya Simba umefanya tathmini na kufikia makubaliano ya kumwengua kocha Dimitar Pantev kwenye kikosi, na hivi sasa wanaenda kutafuta kocha ambaye atakuwa na CV ambazo zitaisaidia klabu ya soka ya Simba kufanya vizuri kwenye michezo 4 ya hatua ya makundi iliyosalia ili waweze kuingia robo finali na kutimiza ndoto yao ya kufika nusu finali.
Tukija kwenye upande wa ligi ya ndani, kocha Dimitar Pantev mpaka hivi sasa yuko na clean sheet, hajafungwa mchezo wowote ule wa ligi ya ndani. Amekuwa akishinda michezo yote. Lakini swala jingine ambalo linamfanya kocha Dimitar Pantev anakuwa nje ya machaguo ama makubaliano na uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ni swala la kujaribu wachezaji kwenye michezo muhimu. Tutakumbuka kocha Dimitar Pantev amekuwa akijaribu mifumo pamoja na wachezaji kwenye michezo ambayo klabu ya soka ya Simba imewekeza sana na inahitaji matokeo. Mchezo ambao watu wanategemea kocha Dimitar Pantev ataanza na wachezaji ambao tumezoea kuona wakianza. Tumezoea kuona ndio chaguo la kwanza la Simba Sports Club, akiwaweka pembeni na kuanza na machaguo ambayo yeye anaona sahihi. Jambo baya ni kukosa matokeo kwenye michezo hiyo. Kwa hiyo lawama zote zinaangukia kwake. Licha ya kuwa kocha mwenyewe Dimitar Pantev amekuwa akijitetea kwa kusema kuwa yeye anafanya kazi yake ya ukocha vizuri na kikosi kinapangwa vizuri na nafasi zinatengenezwa ndani ya uwanja. Ila tatizo linabaki kuwa kwa wachezaji wenyewe hawakamilishi majukumu yao, kwa sababu lengo kubwa la kocha ni kuhakikisha wachezaji wako fit, wanakaba na wanatengeneza nafasi na nafasi zinamaliziwa. Lakini kumalizia mipira, kuingiza mipira kwenye wavu ni sanaa, na hiyo ndicho ambacho kimekuwa kikikosekana ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Katika hali ya kawaida unaweza ukasema ni sawa, lakini ukijiuliza wachezaji hao ndio wachezaji ambao walikuwa waking'ara kwa kupachika magoli kwenye vilabu vyao. Tunamzungumzia mchezaji kama Jonathan Soa, alifanikiwa kupachika magoli 13 kwenye nusu msimu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yeye mwenyewe yuko vizuri kwenye kuhakikisha anashinda magoli. Lakini wapo wachezaji wa kina Steven Dese Mukwala na Suleiman Mwalimu ambao wao wenyewe kihistoria wamekuwa wakishinda magoli 10+ kwenye misimu miwili mfululizo. Kwa hiyo swala la kusema kuwa wachezaji hawakamilishi majukumu yao linabaki kuwa sio pointi ya msingi kwa kocha Dimitar Pantev kujitetea, kwa sababu wachezaji hao Jean Charles Ahoua ndiye ambaye alikuwa anaongoza kwa kutoa assist na kwa kufanya contribution kwenye magoli. Lakini kipindi ambacho wamekuwa trained under kocha Dimitar Pantev, mambo hayo hatukuona yakitokea. Tumemzoea kumuona Ahoua akitokea akirise kwenye occasion kubwa kama hizi na kuisaidia klabu ya soka ya Simba Sports Club, lakini chini ya kocha Dimitar Pantev mambo yamekuwa ndivyo sivyo. So hivyo ndivyo ambavyo kinaendelea kwenye klabu ya soka ya Simba Sports Club, na hivi sasa wako sokoni wakimtafuta kocha ambaye atakuja kuinoa klabu ya soka ya Simba na kuiokoa kwenye dimbwi ambalo wanakaribia kuzama. Kwa kumbuka klabu ya soka ya Simba wameshapoteza michezo miwili kwenye hatua ya makundi na wamebakiwa na michezo 4. Kwenye michezo hiyo 4 klabu ya soka ya Simba wanatakiwa wahakikishe wanashinda michezo yote. Hawatakiwi kupoteza mchezo hata mmoja ili waweze kupita kwenye hatua hiyo na waende hatua ya robo finali. Ni yapi maoni yako ndugu mwanamichezo kuelekea swala hili la klabu ya soka ya Simba kwenda kutafuta kocha mpya na kumfuta kazi Dimitar Pantev? Tuandikie kwenye comment section, unahisi ni kocha gani ambaye anaweza akafaa kuifundisha klabu ya soka ya Simba Sports Club na kuiletea mafanikio. Lakini kama bado haujasubscribe, tumia nafasi hii kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, ipe like video hii, lakini usisahau kucomment na kushare video hii. Kumbuka hii ni J Sports na mimi ni reporter wako J Kibuga. We are signing out. Tutakutana kwenye ripoti nyingine zinazohusiana na ligi kuu Tanzania bara. Hadi wakati mwingine, chao chao.